Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kisa cha ndani. Juma hili tutakuwa na mada inayosema kujihatarisha kwenda gerezani au kufa. Baada ya miezi 6 ya kwenda kanisani siku ya Sabato, Reni aliitwa na bosi wake. Mhasibu mwingine hafanyi kazi vizuri kama wewe, alisema. Je, unaweza kunifanyia hisani? Je, unaweza kufanya kazi kwa angalau saa moja Jumamosi? Reni alikumbuka aliomba kwa miaka miwili. Mungu, kama utanipa nafasi ya kwenda kanisani Jumamosi, nitaitakasa Sabato mpaka kifo. Alitikisa kichwa. Siwezi, alisema. Lazima, bosi wake alisema. Saa moja tu. Kanisa lako ni saa ngapi? Saa 2 hadi saa 6. Basi alasili unaweza kuja saa 7 kamili. Lakini ni Jumamosi. Ni sawa? Si sawa na kwangu. Bosi wa Reni alimtazama kwa muda mrefu na kwa ukali. Ni juu yako, alisema na kuondoka. Majuma 6 baadaye, bosi alitoa sharti la mwisho na kitishio chepesi. Uamuzi wako wa mwisho ni upi? Aliuliza. Lazima ufanyie kazi Jumamosi ijayo. Usipofanya hivyo sijui nitafanya nini. Reni alijua alikuwa anafanya kazi katika nchi yenye uadui na Ukristo. Watu hawakuwa na haki ya kutekeleza dini yao. Alikuwa amesikia kuhusu watu kufungwa na kukabiliwa na adhabu ya kifo kwa ajili ya imani yao. Aliporudi nyumbani alilia, Bwana, inaonekana nina matatizo mengi. Unataka nifie hapa? Siku 3 baadaye, Reni alienda kanisani siku ya Sabato. Aliishi katika nyumba iliyo katika jengo moja na ofisi yake. Alipotoka nje ya jengo hilo, mfanyakazi mwenzake aliuliza, Je, huingii leo? Sitakuja, Reni akajibu. Reni alikuwa na simu ya mkononi ya kampuni, naye akaizima. Hakutaka kufuatiliwa alipoenda kanisani. Mchana huo bosi wake alifanya ziara ya kushtukiza ofisini. Alimpigia simu Reni tena na tena, lakini hakupatikana. Baadaye mfanyakazi mwenzake alimwambia Reni, bosi alikuwa kama shetani. Macho yake yalikuwa mekundu sana, kana kwamba alitaka kukula. Anaweza kutaka kukupeleka jela. Tafadhali usituingize matatizoni pia. Reni Tukaldo ni mkuu wa idara ya fedha wa harakati ya wamishonari 1000 ambayo makao yake makuu huko Silang, Ufilipino. Yalijengwa kwa msaada wa sadaka ya Sabato ya 13 ya mwaka 1996. Soma zaidi juma lijalo. Kimetolewa na ofisi ya Conference Kuu ya utume wa Kiadventista inayotumia sadaka za utume za shule ya Sabato kueneza Injili duniani kote. Soma kisa kipya kila siku katika adventistmission.org. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.